Na wakati akitangaza baraza la wadhamini wa klabu ya Simba, kumradhi pale awali nilitaja issue nzima ya bodi, lakini ni baraza la wadhamini wa klabu ya Simba, ambapo kwa wewe ambao hujamsikia vizuri, of course Murtaza Mangungu ametaja kwamba waliotajwa pale alikuwa ni Salim Abdalla Muhene, lakini pia Dr. Beli Kiwia, lakini na Alhaji Ismail Mohamed, Amos Makala pamoja na wengineo wakiwepo pia Adamu Mgoi, Hamadi Abdalla pamoja na Hassanol. Sasa wakati hawa wakitangazwa katika baraza la wadhamini la klabu ya Simba Sports Club, kuna maandiko mengine ambayo yalikuja kutokea baadaye, akiwepo pia miongoni mwa watu walio share kwenye maoni hayo ni Mlami Ngambi ambaye hudumu kwa nafasi tofauti Simba Sports Club. Kwa mujibu wa andiko la Mlami Ngambi, yeye alisema kwamba nimeona kwenye mitandao kuhusu kuteuliwa kwa wajumbe wa bodi ya udhamini ya klabu ya Simba. Huu ni upotoshaji mkubwa na uvunjifu pia wa katiba ya toleo la Simba Sports Club 2018 lililofanywa marekebisho tarehe 30 Novemba 2025 kwa mujibu wa katiba ibara 38 muundo wa mamlaka. Moja, Simba Sports Club itakuwa na bodi ya wadhamini itakayokuwa na wajumbe wasiopungua 5 na wasiozidi 7, na ndio watakuwa wasimamizi na wadhibiti pia wa mali zote za klabu zinazohamishika na zisizohamishika kwa watunzaji, yani lakiri ama sell ya klabu. Lakini pili ni kwamba wajumbe wa bodi ya wadhamini watapendekezwa pia na mwenyekiti wa Simba Sports Club baada ya kushauriana na bodi ya wakurugenzi na kuweza kuthibitishwa pia na mkutano mkuu na kuanzia kazi mara watakaposajiliwa na kukabidhi pia wasi mkuu wa serikali. Mkutano mkuu ndio utakaokuwa pia na mamlaka ya kuweza kuondoa ujumbe ama wajumbe wa bodi ya wadhamini toka kwenye wadhifa huo baada ya kupata taarifa toka kwa mwenyekiti baada ya kushauriana pia na bodi ya wakurugenzi. Lakini tatu, bodi ya wadhamini itakuwa na wamiliki wa mali zote za Simba Sports Club kwa niaba ya wanachama wote, na litakuwa ni chombo cha pili of course kwa ukubwa wa maamuzi baada ya mkutano mkuu kuhusiana pia na umiliki wa mali zote za Simba Sports Club. Sasa tujiulize, mamlaka hayo wametoa wapi au kwa mujibu wa katiba ipi? Na je, mkutano mkuu upi umefanyika kwa mujibu wa katiba kufanya maamuzi hayo batili? Mwisho hapo watu walikutana kunywa kahawa. Simba haiwezi kuyumbishwa na kundi la watu wachache. Simba nguvu moja. Hili ni andiko la Mlami Ngambi, lakini Mheshimiwa Amos Gabriel Makala yeye kwa upande wake ambaye ameteuliwa pia kwenye kwenye baraza la wadhamini of course la Simba Sports Club, yeye kwa upande wake alikanusha kupitia mitandao yake ya kijamii, hasa kwa Instagram. Alisema kwamba nimeona hii habari ya uteuzi kwa ujumbe wa baraza of course baraza wadhamini wa Simba. Mimi ni mwanachama wa klabu ya Simba, nafahamu vyema kabisa katiba ya Simba na mchakato pia kuweza kupata wajumbe wa baraza la wadhamini wa klabu ya Simba. Uteuzi huu ni batili kwa sababu kwamba katiba ya Simba haikufuatwa na mimi binafsi sikushirikishwa. Wakanda, tuanzie hapo bwana. Shughuli ni ndefu sana kutoka jana hadi leo. Ya moto. Ni ya moto. Kwani haya yote kinachotafuta ni nini? Ni watu wa pande mbili kugombania madaraka. Watu wa pande mbili kugombania madaraka. Pande moja na nyingine ni ipi? Upande wa wanachama ambao chini ya Murtaza Mangungu pamoja na upande wa mwekezaji ulio chini ya bodi ya wakurugenzi. Chini ya Clatous Magori. Chini ya Clatous Magori. Hizo ndo pande mbili ambazo zipo katika harakati za kugombea madaraka. Na nani sasa mwenye haki ama mwenye mandate kikatiba ukitizama, hasa ukizingatia issue ya hisa ambaye anapaswa kuwa na nguvu ya maamuzi? Unajua kuna vitu viwili hapa ambavyo watu inabidi wavifahamu. Kuna upande wa hisa za Simba ambao hisa za Simba ziko chini ya kampuni ya Simba Sports Club Company Limited. Kuna upande huo, halafu kuna kitu kinaitwa Simba Sports Club ambayo hii ni taasisi ya kwanza, ilikuwepo tangu mwaka 1936. Ilianzishwa Simba Sports Club Company Limited ya Simba Sports Club ambapo ilikuwa na majina yake huko nyuma, sijui kina Sunderland, sijui kina Queens FC, mpaka ilipokuja kwa Simba. Halafu kuna kampuni iliyokuja kuingia baada ya mchakato wa mabadiliko kuanza, ambayo ndio hiyo ina hisa 51% na hisa 49%. Katiba ya Simba inazungumza nini kwa mtu mwenye mamlaka au inampa mamlaka nani katika eneo lipi? Kuna Simba Sports Club ambayo mkubwa mwenye cheo cha juu ndani ya Simba Sports Club ni mwenyekiti ambaye anachaguliwa na wanachama kwenye mkutano wa uchaguzi. Huyo ndo mtu mwenye mamlaka ya juu kabisa.
Halafu sasa kuna taasisi iliyoundwa ili kuiongoza sasa Simba kwenye mchakato wa mabadiliko ya kiuendeshaji, ambapo hii kampuni na yenyewe ina chombo cha juu ambacho kinaiongoza, ambacho chombo hicho ni bodi ya wakurugenzi, ambaye bodi ya wakurugenzi ina mkuu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye kwa hivi sasa ni Crescentus Magori. Kwa hiyo kuna watu wawili ambao wana vyeo viwili kwenye engo mbili tofauti. Kuna mmoja ana mamlaka na wanachama, ataiongoza Simba Sports Club, halafu kuna mmoja ana mamlaka ya taasisi ya Simba Sports Club Company Limited, kampuni ambayo inaiongoza Simba kwenye mfumo wa kiuendeshaji inayoiendesha taasisi ya Simba. Sasa mimi ninachokiona kwa wana Simba na hichi ambacho kinaendelea hivi sasa ni pande mbili ambazo zote zinakitaka cheo cha juu kabisa, ile the maximum authority ya nani awe juu ya mwenzie. Tukumbuke baada ya mabadiliko ya katiba ambayo yalipitishwa mwaka huu, ilikuwa ni mwezi Februari, baada ya kusajiliwa ile katiba, ile katiba automatically ilikuwa inaiondoa bodi ya wakurugenzi. Maana ilibidi ife baada ya kuidhinishwa. Baada ya katiba kuidhinishwa, bodi ya wakurugenzi ilikuwa inakuwa dissolved kwa sababu katiba inatambua wawekezaji, sio mwekezaji. Kilichokuwa kinaendelea hivi sasa ni yale ya siku zote, matumizi ya busara, kwamba sasa hii taasisi haitakiwi ibaki hivi hivi mkiwa, inatakiwa iende mbele. Tunaendaje mbele? Tunaenda mbele kwa kubaki na bodi ile ile ya wakurugenzi, ambayo bodi ile automatically ilitakiwa iwe dissolved tu baada ya msajili kupitisha ile katiba mpya ya Simba. Kitu ambacho leo ukija kumuuliza mwenyekiti kwa nini alifanya vile, hana direct answers. Atarudi tu kukwambia kwamba kama hivi nilivyosema kwamba taasisi inatakiwa iendelee kwenda mbele, na mwisho wa siku ukija kupata jibu sahihi ni kwamba nguvu ya kweli ambayo inatafuta ni nguvu ya fedha, kitu ambacho mwekezaji aliyekuwepo anacho, mwenyekiti hana, na ndio maana mpaka leo bodi ina exist. Kwani MOU ilishakufa lini? MOU sasa ile ilikuwa ni kwenye katiba ya awali, ambapo ilikuwa inasema katikati wa mchakato wa mabadiliko ya Simba, MOU iliyoelekeza wanachama wa Simba kuunda kitu cha muda mfupi ambacho kilikuwa ndio hiyo bodi ya wakurugenzi ambayo itaisukuma hii taasisi mpaka mchakato wa mabadiliko utakapokamilika. Mchakato kikamilika, watarudi tena chini, wataunda bodi nyingine ya wakurugenzi. Kitu ambacho baada tu ya mabadiliko ile katiba, MOU ya kwanza automatically inakuwa haifanyi kazi kwa sababu ile MOU ilimtambua mwekezaji, lakini hii imetambua wawekezaji, kitu ambacho pia hadi sasa bado hakijakamilika mpaka sasa hivi. Meaning power ya klabu ya Simba ilikuwa inarudi kwa mwenyekiti ambaye Murtaza Mangungu. Yes, ambaye ni Murtaza Mangungu, ambaye yeye sasa ana uwezo wa kutengeneza mazingira ya kuwa na bodi ya wakurugenzi, bodi ya wadhamini, ambao ili baraza la wadhamini lenyewe ndio lita-act pia kama chombo kikuu cha Simba Sports Club, pale ambapo uwakilishi wa Simba utakuwa unahitajika kwenye mazingira. Alichokifanya jana mwenyekiti alikuwa sahihi. Alichokifanya jana alikuwa ni sahihi kwa upande wa ile authority alionayo, mamlaka upande wa yeye. Lakini katiba inasemaje? Kwa sababu bado bodi ipo na yeye chombo cha bodi yeye mwenyewe alikiridhia kiwepo, kile alichokifanya jana kilipaswa kushirikishwa kwenye bodi, ambapo kwa bahati nzuri ukisikiliza pia upande wa bodi inasema walishakubaliana leo saa 9 ndio wakae wapitishe hayo majina. Sio kama bodi ilikataa, lakini bodi ilikuwa willing kukana mzee Mangungu, bwana, leo Jumatatu saa 9 uje na mapendekezo, halafu baada ya hapo ndio turudi kwa wanachama tuseme bwana, bodi ya wakurugenzi imeridhia, kwa sababu katiba ibara 23 inazungumza vitu vifuatavyo kwamba ile baraza lipendekezwe, kwenye mkutano uitwe, kuna kutakiwa kuna ushirikishwaji wa bodi ya wakurugenzi. Iwapo bodi ingekuwa ishakuwa dissolved kama ambavyo katiba inazungumza, mwenyekiti pale alichokifanya alikuwa na asilimia nacho 100. Kwa mimi naamini tu ni namna tu ambavyo maamuzi yake mwenyewe aliyowahi kuyafanya hapo nyuma leo yanamtafuna.